Karibu sana mtazamaji wa Ava TV, naitwa Memorasia Sylvester, nyuma ya kamera yupo Wilvin Trends, na zungumza kimichezo, na leo kwenye exclusive za Ava TV tunazungumza na mchambuzi wa soka. Hapa namzungumzia Dominic Salamba. Yapo mengi ambayo tumeandaa kwa ajili ya kuzungumza naye. Karibu sana uweze kufuatilia mahojiano haya. Dominic Salamba. Ndio. Mambo yako mazuri? Mimi niko poa kabisa. Kazi zinakwenda? Kazi zinakwenda, hali hewa nzuri, inashawishi kufanya kazi. Sababu hamna jua, kwa hiyo unakuwa mtu una energy. Mvua kidogo, jua kidogo, kwa hiyo ni safi kabisa. Sawa. Kubwa zaidi ambalo nimekufuata bwana kufahamu hapa ni kuhusiana na ile kamati ya masaa 72 baada ya kukaa hapo jana. Baada ya mechi, baadhi ya mechi kumalizika, ilikaa na kuweza kutoa adhabu kwa baadhi ya timu, lakini pia wachezaji ambao walifanya makosa. So far uliona pia kwa upande wako, lakini tukianza kwa kuzungumzia mchezaji wa Yanga Diarra, naye pia amekuwa mmoja ya watu ambao wamefikiwa kwenye adhabu hiyo. Wengi wameuliza maswali, sawa, ile adhabu ya kwanza ya yeye kumfuata mwamuzi ilikuwa wako sahihi, lakini adhabu ya pili ilikuwa haiko sahihi. Twende sasa kwa upande wako, kwa sababu una uzoefu pia kwenye hili, unalizungumziaje hivi? Walikuwa sahihi ama kuna kitu ambacho hakikwenda sawa? Kwanza hiyo inakuwa ni ngumu kuizungumzia kamati kwa sababu apart from kanuni ambazo zipo, lakini wao ndio wanaotafsiri. Unajua kuandika sheria au kuandika kanuni ni kitu kimoja, lakini kutafsiri ni kitu kingine. Ndio mwanzo kukuta hata katika kesi moja, sawa, ikawa na mawakili, labda kesi hiyo mmoja akashinda, mwingine akafungwa, lakini ni the same case. Kwa nini? Kwa sababu ni namna gani ambavyo unaweza ukatafsiri sheria na ukaweza kutoa utetezi wako. Lakini kwa bahati mbaya hii kamati ya masaa 72 maana yake inafanya on judgment, yani unakuwa ni upande mmoja tu kwa kutumia zile internal informations ambazo kutoka kwa makamisa, waamuzi nini, wakishapata taarifa wao wanaweza kuamua. Kwa hiyo hawakutani na rejea ya taarifa. Ujue ili mtu aweze kumhukumu, kwa mema, kwa nini jana ulifanya hivi? Ndio tunazungumza. Nilifanya hivi kwa sababu hii na hivi, sawa. Kwa pale hakuna ile two flow of informations. Kwa ni wewe tu bana, huyu mtu ametukana au amefanya kitu ambacho cha kiungwana. Wao wanakaa wanatoa tafsiri kulingana. Sasa kwa hiyo issue sio tafsiri. Issue ni variation ya tafsiri. Na ndio ambako tunakuwa tunapata maswali mengi. Ni kwa siku nilizungumza kwamba mazingira wanayotengeneza inafika hatua hata pale ambako wako sahihi, watu watawaona wako sahihi kwa sababu ya pamekuwa pana variation nyingi katika maamuzi. Yaani hakuna usawa wa kimaamuzi baina ya mtu mmoja na mtu mwingine. Mwingine anza kufanya kosa hilo akapigwa mechi 5. Mwingine kosa hilo akapigwa mechi 3. Mwingine kosa hilo usione kitu ambacho kimefanyika. Mwingine akafanya kosa ndani ya masaa 72 kweli ikahukumiwa, mwingine ikapita wiki. Kwa hiyo hizo variations ndio zinafanya watu washindwe kuwa na imani nao, na ndio masuala yamekuwa mengi. Ila kama ungekuwa wako very firm, wako strict, wanasema katikati kama mzani, hakuna ambaye angeweza kuleta shida. Kwa hiyo binafsi kwanza nasema kwamba kamati inaingia na changamoto kwa sababu inapoteza uhalali wa kuaminika na watu kutokana na kwamba wanashindwa kuweza kusimamia kile ambacho kinazungumzika. Faatu je kwenye Diarra. Ukisema Diarra pengine alimvamia muamuzi, si ndio? Inabidi tuthibitishe Diarra alimvamia muamuzi au alikuwa anapambana na wachezaji wenzake kwenda kwa muamuzi. Lakini lengo lake lilikuwa ni nini? Si kwenda kwa muamuzi. Sasa baada ya kwenda kwa muamuzi, kwani kufuata muamuzi ni kosa? Sio kosa, lakini sasa ile reaction ambayo alikuwa nayo. Kulalamika kwa muamuzi ni kosa. Wachezaji wangapi wanalalamika kwa muamuzi? Si wengi. Yategemea unachokilalamikia nini. Unaweza ukaenda ukalalamika, ukaondoka. Kuna kulalamika na kutweza utu au taaluma ya mtu, vitu tofauti. Mimi nikanya kaambia hapo umetuonea au kuwa sahihi, hii si kweli, sio haki. Mimi nalalamika. Si unanielewa? Mimi haki kwa hiyo. Una haki kulalamika. Kwani mara ngapi ushashuhudia watu wanamfuata referee? Mara ngapi? Tushaona mpaka makocha wakizuiliwa. Unje kuona? Mpaka waamuzi wakiwa wanatolewa na pengine na walinzi. Unje kuona? Watu wana haki, lakini kitu kibaya ni kwenda kutoa maneno ya kudhalilisha au matusi kwa muamuzi. Hilo ndio kosa. Yaani unakwenda unamwattack, sawa? Na kwa kufanya humiliations na vitu vingine. Ukaenda ukaanza kutoa matusi na nini, hiyo ni shida. Au ukataka kumpiga au ukamkunja, ukamsukuma. Sasa hizo ndio changamoto ambazo
hazitakiwi, lakini kwenda kwa mwamuzi kulalamika sawa. Kwa hiyo mimi muda mwingi naona Diarra akipambana na wachezaji wenzake na viongozi baadhi nje kumtoa asiende kulalamika. Sasa kama angeenda kulalamika alafu tukapata alichokizungumza, ndio ilikuwa ni sehemu nzuri ya kuweza kumhukumu kwamba alitoa maneno ya lugha za kashfa, lugha za kuuzi au matusi. Sio, unanielewa hii ndio ilikuwa jambo la kwanza. Lakini pia issue ya pili unayozungumzia kidole, vidole viko tofauti na tafsiri yake serious. Siwezi tu kuonyesha hapa kwa sababu sio sawa, lakini wewe unaweza kujua kwamba tafsiri ya vidole yategemea na wakati. Hii kidole ambacho alikuonyesha ni hiki hapa. Kweli? Mimi nakumbuka. Hiki. Mimi kama labda nitakuwa nimekosea. Labda ni hiki kidole ambacho nilikiona. Sijui. Lakini pia tafsiri yake ni nini? Ni tafsiri halisi ambayo ipo kwa mujibu wa sheria, yaani imeandikwa kwenye sheria. Ishara ya kwamba ishara fulani ukitoa, kwa sababu ukisema ni ishara ya matusi kwa nani? Hayo ndio maswali mnayojibu. Yaani kwamba ishara ya matusi kwa nani? Kwa sababu tuko tofauti hata kwenye majina. Kuna ukienda Zambia huko watu wana majina ambayo uko siku ni matusi. The same na Kongo. Si unafahamu yaani jina lake lenyewe tu ni tusi. Kwa Tanzania ukienda kwao kule ina maana nyingine. Hasa Kibantu. Sanaba sikumbuki ni mchezaji gani pia ameshawahi kufanya hivi, lakini kama nilishawahi kumshuhudia kuna mchezaji mwingine alifanya hivi na sikumbuki kama aliadhibiwa au hakuwa. Hata Metacha Mnata alifanya kitu kama hiko. Naona sikumbuki mimi kama aliadhibiwa. Sikumbuki sina nani. Kwa hiyo lazima katika zile kanuni zao yaani ili kupunguza ujue watu wana akili. Alafu uje mpira sio watu wachache. Unajua kuna ambacho wanakisahau. Sasa hizi kuna wasomi wengi wa sheria au vitu vingi wako mtaani, uchumi, yani watu wengi wamesoma wako mtaani. Sawa? Kwa hiyo ukipata nafasi kwa kwenye mamlaka kwa nafasi fulani usifikiri pengine wewe ndio unajua peke yako. Yaani kuna watu wanajua kuliko wewe lakini tu hawana kazi. Si unanielewa? Kwa hiyo kila unachokifanya kisha kwamba uko very smart ili kupunguza hizo chaos. Kwa hiyo itakiwa izungumze kwamba ishara hizi ukizifanya ni kama tushaambiwa saa hizi goli kifungwa ukavua shati ukaandika ujumbe wowote message yote refaria bila kupata kadi ya nini, kadi ya njano. Sio, kwa hiyo iko wazi kwamba ukienda ukivua shati ukatoa ujumbe ni kadi. Kwa hiyo hakuna mbata atakayelalamika sababu ipo kwenye kanuni. Je, viashiria vya vidole na nini na body gesture zimeandikwa? Zipo zinajulikana na tafsiri zake? Na vipi kuhusu adhabu ambayo wamepewa Simba kwa mashabiki wao kurusha chupa kwenye viwanja? Kwa sababu wameambiwa sio mara ya kwanza na faini yao milioni 10. Wengi wanasema kwamba ni hela nyingi ambayo Simba ametuzwa kwa kila ambacho kimefanyika. Nafikiri sio tu kwenye hela na mimi nilikuwa mtu wa kwanza kuweza kudoubt. Ingawa watu wanakuwa tuelewagi huko nyuma kwamba hizi kanuni mbona kama watu wameka kama ni kama mtaji. Yaani kama ni source of income. Unaelewa? Yaani kama ni source of income kwamba mpaka mwisho wa ligi tunakusanya labda milioni 300 au bilioni 1 ndio ambacho mimi nilikiona. Lakini pia nilidoubt na wingi wa mechi. Huko kwenye mechi wameanza kujirudi. 5 zile mpunguza kuja 3. Nikasema sio sawa. Kwa hiyo ni lazima kuwe kuna extent ya kosa. Chupa kiasi gani zimerushwa? Madhara yake ni nini? Yaani lazima utoe room ya kuzungumzia. Hasa tu milioni 10. So unaelewa 10 millions. Chupa ngapi zilirushwa na watu wangapi? Umesha prove ni watu wa Simba kweli? Je, kama kuna kundi tu limekaa pale limevaa jezi kama kutupia. Yaani una uhakika? Si unanielewa ninachozungumza? Kwa hiyo tuko kwenye wakati huu ambao sasa yani isiwe tu unakaa tu mnaamua leo majibu. Watu wanauelewa. Kwa hiyo lazima wapate kitu cha ziada cha kuboresha na kuongeza kuwafanya watu waweze kuwaamini. Si unanielewa? Huko nyuma kwenye sheria zetu kulikuwa kuna corona. Sio kumbuka? Ikaja kutoka corona. Ikawa changamoto sasa. Kama je timu impata matatizo gani? Wachezaji wangepata kwa nini kitatokea? Kwa hiyo ni mazingira ya dharura. Sasa yale yanatakiwa yafikiriwe hata kabla. Yaani lazima uwe na uwezo wa kuforesee. Yaani unaandaa kitu ambacho hata katika mazingira ya emergency kinaweza kukuokoa. Unaona? Kwa sababu leo itatokea utasema ni 10. Kesho itatokea mechi hiyo watu watavunja mpaka na viti. Alafu na hiyo utasema ni 10. Watu watakuja watakompare. Kwamba hiki na hiki ni sawa.
Kwa hiyo nafikiri mimi binafsi shida yangu ipo kwenye tafsiri na wanaotafsiri, lakini wana relate na kitu gani? Je, kipo kwa upande wa kisheria au ni hisia tu za mtu amekaa akaamua tu kuamua tu, okay, kwa sababu ndio nimepewa mandate na taratibu basi naamua tu. Lakini pia hizo model za vikao zinakuaje? Lakini afiko makosa kama haya ya kinidhamu waende mbali zaidi, ambayo wanakwenda kuyapublicize, ambayo yanakuwa yana changamoto, waite wahusika. Maana kwenye timu zao. So hata mchezaji unamuita. Yeah. Yaani kuna mazingira ambayo unajua unamuita, unajaribu kumsikiliza. Ndio maana hata wewe leo ukiiba bado unapewa nafasi mahakamani kujitetea. Yaani kabisa umeiba na umepigwa kabisa na watu makofi, unatoka damu na mzigo unao. Lakini bado mahakama itakupa nafasi. Memo unaona kujitetea. Si unanielewa? So ungesema tu huyu kashaiba huyu, hii si mwizi ndani miaka 5. Si kwa hivyo tu. Lakini haitoshi. Kwa hiyo lazima mtu apate nafasi ya kuweza kujidefend himself na kazungumza kiachokiona. Wakati mwingine unaweza call tafsiri kwa hisia au kwa upande wako wakati kitu akikuwa sahihi. Niliona hata kuna mtu alipata adhabu, nafikiri ni Europe. Kuna ishara alifanya. Alafu akasema mimi alikuwa ni Mbappe sui Vinicius kitu kama hiko. Watu wakasema bana hii akumaanisha hiko. Juzi mechi ya Man City na Madrid, Vinicius baada ya kufunga goli lingine akaenda kushangilia staili ambayo kipa wa Madrid pembeni ya goli Donnarumma akamind. Lakini kwa Vinicius alikuwa anashangilia. Sasa lazima upate clear translation ni nini? Hiki ni nini? Hiki ni nini? Kwa hiyo mimi nafikiri kwa upande wangu ndio nimeona hivyo kwamba jambo hilo linakuja kuingia katika ukakasi kwa sababu ya mazingira yenyewe yamekuwa sio, wakati mwingine sio fair. Kwa hiyo watu wanaanza kuwa na doubt kwa sababu kuna double standard katika kufanya maamuzi. Sawa, tukimalizia na hili kwa sababu tumeona watu wakitoa maoni mengi, wananchi wao wameamua kuja na swala la kumchangia Diarra ili alipe zile milioni 4. Tumeona pia diwani namzungumzia hapa Haji Manara. Mheshimiwa diwani Haji Sunday Manara ametoa naye maoni yake kuhusiana na kile ambacho wananchi wameamua kwamba wamchangie kwa ajili ya kulipa ile deni. Bila shaka umeona ujumbe wake, na yeye kwa upande wake yani hajafurahishwa na hicho kitu. Alitaka yeye mwenyewe alipe kile kiasi ambacho ametozwa, yani kwa sababu amefanya mwenyewe. Kwenye hiki wewe una maoni gani pengine? Mimi nina mitazamo mitatu katika hilo. Jambo la kwanza umesema amechangiwa na wananchi, wakina nani? Mashabiki Yanga. Kwa ruhusa ya nani? Wao wenyewe. Na mara nyingi imekuwa ni utaratibu wao. Vipi kuja kwa upande wa sheria iko sawa? Sheria sasa. Kama unakumbuka msimu nyuma uliopita kuna binti mmoja sitaki kumtaja aliingia matatizoni baada ya kutaka kuchangia watu. Unakumbuka? Baada ya kutokea changamoto ya Kariakoo. Kuna mtu aliingia matatizoni. Alikuwa na lengo zuri tu la kutaka watu wachangie ili wapeleke misaada. Si unakumbuka Lakini taratibu za nchi ziruhusu. Kwa hiyo aliambiwa stopisha na baadaye akataka kuingia matatizoni mpaka ambako akaja kaomba radhi. Kuna taratibu za kufanya hivyo vitu. Sio tu unatoka tu leo Memo anaumwa basi unaweka tu lipa namba. Pesa yoyote lazima ilipe kodi. Kwa utaratibu ule pale kodi inalipwaje? Haya, how sure inachangwa shilingi ngapi? Nani anajua? Nani anajua inachangwa shilingi ngapi? Sasa si unanielewa sijui atajua zipokee. Haya, atuongee kwa nia mbaya. Zimekusanya milioni 30 badala ya milioni 4. Maana watu wanatuma tu, si ndio? Haya, baada ya pale ya nyingine inaenda wapi? Kwa utaratibu gani? Sasa uone kama ikifika hiyo milioni 4 anastopisha. Mambo yana changamoto. Kwa nafikiri jambo la kwanza hiyo model inayotumika sasa hivi, unless otherwise ingekuwa kwa labda ni account ya klabu ya Yanga. Ni rahisi kwa account yao inafahamika, kwa taratibu za kikodi zingeweza kuonekana, lakini pia ungetoa taratibu maalum. Kwa hiyo mimi binafsi kwanza utaratibu uliotumika mimi binafsi siungi mkono. Sio mzuri na unaweza kuja kuleta chaos nyingi na maswali mengi, sio sahihi. Kwa sababu hamna anayejua, watu wako wengi wananchi. Nchi nzima hii unawachangisha hizo hela. Shilingi ngapi? Jambo la pili, mchezaji amekosea. Na kweli makosa amefanya. Ameadhibiwa. Kosa lake. Sifikiri kama ni sahihi kumchangia.
maana yake hawezi kufeel ile pinch ya kile kilichotokea. Unafahamu? Mara ngapi tumeona wachezaji wakiwa wana makosa kinidhamu. Tumeona kina Baka wakifanya makosa kinidhamu, yani ambao unashangaa vipi? Wakina Soa. Hasa tena afanye kosa la kinidhamu, lengo la kupewa adhabu ni kufeel pinch ile next time haone kwamba hiki kitu sio. Kwa hiyo akatwa kwenye mshahara wake ataona hiki kitu sio kizuri. Lakini ukiendelea kumchangia unamtengeza bila kuona kwamba okay, sikukosea, na kama una promote hiyo tabia kwamba izidi kuendelea, si watu hapa kunichangia. Kwa hiyo upande mwingine pia sio nzuri kwenye accountability, kwenye kuwajibika. Lazima mtu aweze kuwajibika kwa makosa aliyofanya. Ndio maana kaangalia hata ambao wanatoa hizo adhabu wameainisha kuna makosa ya klabu na kuna makosa ya mchezaji. Panapoadhibiwa Yanga wanaandika Yanga, panapoadhibiwa Diara mchezaji wa Yanga Diara, wameweza kutofautisha. Kwa hiyo mimi nafikiri binafsi kwa yote mawili sioni kama ikiwa ina afya, na sidhani kama hata kama kwa upande wa kisheria, mimi sio mwanasheria, ingaje nina hizo kidogo tu hizo ABC za sheria, lakini sio mwanasheria, sio wakili msomi. Kwa hiyo siwezi kuzungumza kile binafsi, kwa muono wangu tu wa kawaida kwenye general concept, na hisi hata kiutaratibu wa kifedha na kisheria haijakaa sawa. Na kwa sababu ni mazingira ambayo ni kama pana ujanja, na sisi tunajuana wa Tanzania tulio wengi. Kweli milioni ngapi hiyo mtu tu ikai hivyo, utashangaa baada hapo mtu 30 20 nne nalipwa, baada hapo mwingine anaendelea. Kwa hiyo nafikiri klabu itoke ijaribu kuzungumza, lakini pia kutengeneza mazingira rafiki. Mashabiki wana mapenzi na timu zao na nini. Sawa. Unajua kuna tofauti kati ya kumfupa mtu hata kwenye harusi, si ndio? Unamfupa mtu hela, unampongeza mtu kile, tofauti na issue ya kumchangia mtu hivi unapoona. Kwa sasa public unaenda unatangaza, maana yake unaweza kufanya hata TTLA na wasogee pale, maana okay, mmekusanya shilingi ngapi hapo, katika hiyo kodi ya serikali ngapi? Sawa, shukrani sana. Nakushukuru pia.